tarehe 23 vituo vyetu, markazi zetu, maeneo yetu tunalia watoto matalibul ilm watafunga mpaka tarehe 30, yani mpaka siku utapotangazwa uchaguzi matokeo. Ni maelekezo, tumetoa maelekezo haya. Watu watafunga, hakuna kitu kigumu kama kukubali njaa. Iko watafunga kwa ajili ya nchi. Sisi tuna wajibu wa kuipigania nchi hii. Rudi kwenye historia. Baadhi ya wazee wetu na wazee wa imani zingine wameshiriki kuitafuta nchi hii, kutafuta uhuru wa nchi hii. Wakoloni hapa walitutesa sana. Hata siseme tu kwamba sisi mwanzo tulishaamua. Sisi tumeelekeza waumini wetu wakae na familia zao. Tarehe 29 ni siku ya kwenda kupiga kura. Kila mtu akae na familia, kikao cha familia, kikae. Tumeelekeza hivyo. Tumeelekeza hivyo, wala sio siri. Tunalinda nchi ya mababu zetu. Walihangaika. Msoleni Mtume. Mama Samia ni mwanamke, lakini si kama mwanamke. Utafiti umefanywa, umethibitisha. Mama Samia anaambiwa habari rais amekufa, yuko Tanga. Ghafla. Sasa itakuwaje? Mama rais wewe sasa, mimi sasa wewe. Akili inamjia, anatazama jeshi, anatazama mpaka ya nchi. Mimi siwezi wazee. Wewe. Katiba inakutaka wewe. Anachukua nchi. Lakini wakati anachukua nchi, kuna miradi ya mabilioni ya fedha imeanzishwa, afu haijafika hata 50% yote. Afu yule mama anachukua nchi, afu anasimama na mtawakal Mungu. Ndani ya miaka 4 Busisi ilikuwa 24 26, imekwisha kwa 100%. Bwawa si la Nyerere kule kutengeneza umeme, si kwa 100 ngapi? Ndani ya miaka 4 kalifuta. Kizimeachwa meli hapa kwetu Mwanza, sisi watu wa Mwanza ni mashahidi. Zimeachwa meli hapa, ndio ziko kwenye chelewa ile. Hivi tayari mkuu kishaenda kutembea ndani ya maji, imesharudi. Meli nzito, ina gorofa. Unapanda kwa lifti. Gorofa 4, anaambia. Mama Samia anachukua nchi, tulitarajia wafanyakazi wa serikali watakosa mishahara. Si mwanamke hawezi. Lakini toka amechukua nchi hatujasikia hata mgomo. Huyu ni mwanamke, lakini si kama mwanamke. Mtu yoyote atakayemheshimu mwanamke, mwisho wake ataheshimika.